Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Unaitwa Daniel Gestapo Nanji. Niko wilaya Kahoja kama mimi na msaidizi wa sheria. Nimekuwa nikitoa huduma hii kwa muda mrefu. Ni sio tu kwamba ndio taaluma yangu kwa mimi ni mhasibu, lakini vile vile ninayo elimu ya teolojia na sasa hivi nasomea PhD. Kwani nimekuwa kwa jamii ya Tanzania, kwani nimejua kwamba kuna changamoto kubwa ya jamii. Watu wengi hawajui sheria, na si tu kwamba hawajui sheria, hawataki kufuatilia sheria, kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Tumia hata simu za smartphone unaweza kufuatilia mjadala mbalimbali ya sheria, ukapata uelewa wa sheria. Lakini nizungumzie kwa kuwa hii ni wiki ya sheria, ni waombe wananchi, hebu jitokeze kufuatilia kongamano mbalimbali na vituo ambavyo vinatoa msaada wa sheria. Lakini sio hivyo tu, hata hapa Korogwe na dawati la mkono ambalo linahudumia wananchi kwa siku ya Alhamisi kwa juma. Kwa hiyo kwa ofisi ya mkuu wa wilaya haihudumii wananchi siku zingine, lakini niseme tu kwamba hii ni siku rasmi ambayo DC ameona inafaa kuhudumia wananchi, kutoa elimu ya msaada wa sheria, lakini vile vile kukutanisha pande ambazo zinalingana. Kwa hiyo tukifanya jambo hili kwa muda, na shukrani pia Rais alianzisha Legal Aid, Mama Samia Legal Aid, ambao nayo nadhani wa Tanzania wengi waliona manufaa yake. Wakati mzindua pale mkoa wa Arusha, nadhani mlimsikia Rais wa Tanganyika Law Society alikuwa anazungumzia kwa nchi kwamba muda sasa wa Tanzania wanatakiwa waanze kuiangalia sheria. Watu wengi wanaonelewa kwa mambo madogo sana. Wao wangekuwa na uelewa kidogo wa sheria au nafuatilia vitu vya sheria au hata milaalo mbalimbali na jarida, lakini hata vyombo mbalimbali ambavyo vinatoa taarifa wangeweza kupata uelewa wa sheria. Kweli kuna masuala mengine ambayo lazima umpate mtu mwenye uelewa wa sheria, labda wakili au mwanasheria. Watu hawatoa huduma zao kwa gharama, kwa sababu kama wakili ana muhuri wa serikali ambao ule muhuri unalipwa kodi, kwa hawezi kuhudumia wananchi. Lakini kuna matarajio ya sheria namba 1 ya mwaka 2007 imewapa mamlaka ya kufanya kazi bure, kuhudumia wananchi bure, kuwafuata walipo. Lakini sana wananchi wanatakiwa wajitokeze ili kuwasikiliza, kuhojiana na wao, wanao waweze kupata ule uelewa wa sheria. Mahakama zetu ni kweli sio kwamba zitoe yake, lakini saa nyingine zinazidiwa mashauri mengi kwa mahakamani. Kama shauri unapokuwa mahakamani yanachukua muda sana, yanapotezea wananchi muda wa kuzalisha. Lakini kama madawati kama ya polisi haya yanapunguza ule mrundikano wa mashauri mahakamani. Kama ni rai yangu kwamba hebu wananchi sasa wafike mahali na wafuatilie sheria inataka nini. Nitakupa mfano. Kuna masuala haya ya mirathi. Jamii bado imeshindwa kuelewa mirathi ile, sheria mirathi inataka nini. Wao inapotokea mpendwa wetu ameenda mbele ya haki, wanachaguana tu. Kwa mfano wewe ndio ungekuwa msimamizi wa mirathi, hawajakaa kikao cha kuchagua yule, hawajui kwamba kuna kwenda mahakamani ili yule akateuliwa na mahakama kwa mujibu wa sheria ili awe na mguu wa kusimamia mali ya marehemu. Wao wanaenda hivyo, migogoro ikibuka sasa unakuta yule aliyemchagua hana mguu wa kusimamia mirathi. Baada ya kuwa faraja inakuwa shida kwa jamii. Kila anapokuwa kutoa na gonga moyo kwa mpaka sasa akateuliwa na mahakama. Kwa nini rai yangu kwa jamii kwamba
Jamii sasa, hebu liangalie eneo hili tunapoondokewa na mpendwa wetu, hasa baba kwenye familia. Hawa yote yule ambaye alikuwa muhimili wa mali ambayo yuko katika ile jamii, wakae kikao cha waandike muhtasari. Baada ya kufanya vile, waambatanishe na cheti cha kifo, na baadaye waende mahakamani wakafungua mirathi, ili mwisho wa siku msimamizi wa mirathi ateuliwe rasmi kama msimamizi wa mirathi. Kwa kufanya hivyo, atakuwa na mguu wa kusimamia mali ya marehemu. Lakini wasimamizi wa mirathi ni warai, muda wa usimamizi ni miezi 6. Wao wanafunga mirathi na wanarudi mahakamani kuhakikisha ule mgao, taratibu wote wasimamishwe mahakamani na mirathi kufungwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele